Akiwa mkoani Songwe, Nanauka amewasikiliza vijana kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo vijiwe vya bodaboda, sokoni na vituo vya mabasi, ambapo vijana hao wamemshauri waziri wa vijana pamoja na viongozi wengine walioaminiwa na kuteuliwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi kutumia nafasi zao vyema katika kumshauri Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan ili kujenga Tanzania ya haki, amani na utulivu badala ya kupiga makofi katika kila jambo. Hii ni nchi yetu, sisi hatuna kwa kwenda. Hatuna nida mbili hapa, sisi tuna nida hii moja. Hii ni nchi yetu, lazima tuambiane ukweli. Tukiacha sisi vijana tukae kimya, wazee wajenge nchi yetu, kesho wataondoka, tutabaki mimi na wewe, alafu nchi tushaiharibu ovyo. Vijana wa miaka hii 2000 wanaojiita Gen Z waliosoma wapewe nafasi za ajira. Mkopo wa halmashauri ambao ni kwa ajili ya vijana, tunaomba ndugu waziri, masharti ni magumu, watendaji wanataka rushwa. Baada ya kuwasikiliza vijana hao, Waziri Nanauka anaeleza malengo makubwa ya wizara yake na ziara aliyoanza kupita kwenye mikoa kwamba ni kusikiliza na kuyachukua yale yote wanayoyataka vijana na kuyapa kipaumbele kwenye kufanyia kazi katika utekelezaji wa mambo mbalimbali. Dhamira Mheshimiwa Rais pia ni kuboresha mazingira ya biashara zetu tunazofanya. Ziko changamoto nyingi ambazo umeeleza. Zingine ni za kikodi, zinahitajika mabadiliko ya kisheria. Ziko sheria za hapa, lakini ziko sheria za kitaifa. Naomba niwahakikishie kusudi la wizara hii na ziara hii tunayoifanya ni kusikia mambo mnayosema ili tukayape kipaumbele na twende tukafanyie kazi. Katika wizara hii tunaongozwa na falsafa zifuatazo. Falsafa kubwa 3. Falsafa ya kwanza ni kasi katika kutatua masuala yanayohusu vijana. Kwa mtendaji ambaye atakuwa anachelewesha kutatua changamoto ya vijana au kuwahudumia vijana, hatuwezi kwenda naye sawa sawa. Kwa upande wake, Jabil Makame, mkuu wa mkoa wa Songwe, amesema wanayapokea maelekezo ya wizara ya vijana na kuanza kufanyia kazi mara moja zile hoja zote zilizo ndani ya uwezo ambazo zimeibuliwa na vijana mkoani humo. Kuna jambo hapa limezungumzwa sana la kuhusiana na stendi kwa ajili ya wananchi kushuka hapa kutoka kule Mpemba. Ni kweli stendi ya Mpemba kule iliko ni mbali, lakini mpango wa halmashauri kuiweka stendi kule kwa sababu Tunduma sasa imejaa, imepanuka. Kwa hiyo lazima katika mipango miji yetu tuwe na stendi za kimkakati, stendi ambazo zinaweza zikakidhi mahitaji yetu. Lakini hatuwezi kuacha wananchi wanakosa huduma bora za usafiri za kuweza kuteremka hapa, ukizingatia hapa ni soko. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.